Karibu katika makala maalum inayoangazia mchango wa watetezi wa haki za binadamu wanawake katika miaka 30 baada ya mkutano wa Beijing. Miaka 30 tangu mkutano wa Beijing wa mwaka 1995, dunia imekuwa na mabadiliko makubwa kuhusu haki za wanawake. Mkutano huu ambao ulijumuisha wanaharakati wa haki za binadamu, wataalamu na viongozi kutoka mataifa mbalimbali, ulijikita katika kuboresha maisha ya wanawake kwa kuzingatia masuala ya usawa wa kijinsia, elimu, afya na utawala bora. Lengo kuu la mkutano huu lilikuwa kuhakikisha kuwa haki za wanawake zinatambuliwa na kulindwa katika ngazi zote za jamii. Hata hivyo, bado kuna changamoto kubwa ambazo zinahitaji juhudi endelevu za watetezi wa haki za binadamu wanawake ili kufikia malengo ya usawa kamili wa jinsia. Azimio la mkutano huu lilijikita katika maeneo 12 muhimu ya utekelezaji kwa ajili ya kuboresha hali ya wanawake, yakiwemo wanawake na umasikini, elimu na mafunzo kwa wanawake, wanawake na afya, ukatili dhidi ya wanawake, wanawake na migogoro ya silaha, wanawake na uchumi, wanawake katika uongozi na maamuzi, mekanizmu za kitaasisi kwa maendeleo ya wanawake, haki za binadamu kwa wanawake, wanawake na vyombo vya habari, wanawake na mazingira, na watoto wa kike kupewa ulinzi na elimu. Katika kipindi cha miaka hii 30, wanawake wengi wamekuwa mstari wa mbele katika kutetea haki za binadamu. Miongoni mwao ni Mama Gertrude Mongella na Bi Mary Lusimbi. Mama Mongella, ambaye alikuwa ni rais wa kamati ya wanawake wa Umoja wa Mataifa, UN Women, amekuwa na mchango mkubwa katika masuala ya haki za wanawake barani Afrika na duniani kote. Aliongoza harakati za kuhakikisha kwamba haki za wanawake zinazingatiwa katika majukwaa ya kimataifa, na alifanya kazi kubwa katika kuhakikisha wanawake wanapata nafasi katika uongozi. Ofisi niliyopewa ilikuwa kubwa na ina ramani kubwa ya dunia nzima. Natazama ni ukuta mzima, natafuta Ukelewe siipati. Unaona? Ndiyo. Kwanza unajitafuta Ukelewe yako. Sasa hapo naanza kuvua Ukelewe. Sasa ya Ukelewe ukiyaleta hapo New York hayatafaa. Kwa hiyo ndio nikatafuta mbinu, nitaingiaje katika dunia nzima, nitajuaje matatizo ya watu wa dunia nzima na wanawake wote wa dunia nzima, nitaondoaje misuguano inayoweza kuletwa katika mkutano ule. Kwa hiyo kamati nilizoanzisha na mashirikiano niliyofanya na mashirika ya mbalimbali duniani na watu mbalimbali na viongozi mbalimbali yakanisaidia, lakini kwa kweli mpaka leo huwa naiona kama ilikuwa ndoto ya mchana. Bi Mary Lusimbi kwa upande wake amekuwa mtetezi na mfuasi mkubwa wa haki za wanawake na watoto, hasa kwa upande wa kupambana na ukatili wa kijinsia. Mimi napenda kujiita mwanaharakati, mgombea haki, na kusema kweli katika kugombea haki focus ni wanawake na watoto, lakini ni binadamu wote, haki za binadamu. Kutenga inakuwa kidogo ngumu, kwa sababu unapopigania haki na unapopigania mifumo kandamizi ya kuondoa haki za watu mbalimbali, huwezi kusema hapa naongelea tu wanawake na hapa wanaume, ni binadamu. Kwa hiyo niko katika hii sekta ya kugombea au kutetea haki za binadamu kwa ujumla, lakini nikiwa zaidi na macho kwenye watoto. Kwa zaidi ya miongo miwili, Bi Lusimbi amekuwa na jukumu kubwa katika kuelimisha jamii kuhusu haki za wanawake na kuhamasisha usawa katika familia na jamii kwa ujumla. Nikiwa pale taasisi ya elimu watu wazima, baada ya kumaliza chuo, cha kwanza kabisa tuligundua kwamba kuna vikwazo vinavyokwaza wanawake na watoto zaidi hata katika hizi ngazi. Kwa mfano tu tulianza kufanya uchambuzi ambao haukuwa na labda zana zile zilizotakiwa, yani gender analysis, uchambuzi wa kijinsia, lakini ulikuwa unaweza kuona kwamba hata saa zilizopangwa za wazazi au wanaitwa watu wazima kusoma ziliwekwa jioni sana. Sehemu hiyo inamnyima mwanamke tayari na mtoto wa kike ambaye anategemewa nyumbani kwenda kujifunza. Kwa hiyo tukaanza kupiga kelele ya mambo ya fungueni tubadilishe hizi time, kwa sababu zinanyima watu ufikiaji, access.
Kwa hiyo kidogo unaona tunajichambua kwa sababu tuna hiyo hadhira mbele yetu ambayo inaonekana na wana kazi nyingi, kuni nini, itakuwaje uwaite wakati huu. Kwa hiyo tukaanza tukaweka sauti kidogo hivyo bila lakini kujua kwamba tunapigania haki moja muhimu sana ya kibinadamu. Kufuatia mkutano wa Beijing, dunia imepiga hatua kubwa katika masuala ya haki za wanawake. Sheria nyingi za kulinda haki za wanawake zimepitishwa na nchi mbalimbali, na usawa wa kijinsia unaonekana kwa kiasi kikubwa katika sekta ya elimu, ajira na afya. Wanawake kwanza sasa hivi wengi wanajitambua. Anajua ni wajibu wake wengi. Pamoja na kwamba tulikuwa na wajibu lakini na haki wanaanza kuzitambua. Chukua tu mfano hata wende mahakamani siku hizi. Mama akikosewa haki angalau anajua kutafuta haki mahakamani. Wasichana na wanawake wengi wamepata fursa za elimu bora na hatua kubwa zimechukuliwa ili kupunguza ubaguzi katika maeneo ya kazi. Haki ya kuwa na mali, ardhi ilipita bungeni. Na bungeni kuna wanaume na wengi waliokuwa wanashughulika na mpaka ije ipite ni wanaume. Kwa hiyo mimi ndio maana nasema tutapotoka tutakapokuwa tunafumbia macho shughuli wanayoifanya wanaume katika kila tunalolihamasisha. Tutahamasisha likidakwa na jamii ndio linakuwa jambo. Mafanikio mengine ni pamoja na uundwaji wa mikakati ya kupambana na ukatili wa kijinsia, ambapo nchi nyingi zimeanzisha sheria za kuwalinda wanawake na wasichana dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia na ndoa za utotoni. Kuna sheria zimepita za kuzuia ukatili wa wanawake. Siku hizi mtu akimbaka mwanamke anapigwa miaka 30. Uwepo wa mashirika na taasisi zinazotetea haki za wanawake pia umekuwa na mchango mkubwa katika kuwasaidia wanawake kupata msaada wa kisheria, kifedha na kisaikolojia. Wengi wetu waliingia kusupport, ilikuwa ni kitu kikubwa. TGNP tulikuwa naongoza kwa sababu tulikuwa tunagawana kila eneo liendeshwe na sekta gani ndani yetu. Kwa mfano hii ya waandishi wa habari kwa conscious ilikuwa tumewapa TAMWA. Au walijipa sisi tukaambia ni kweli nyie ndio mnaulidi. Mambo ya legal nini tuliwapa wenzetu wa WILAC na wenzetu wa Tanzania Women Lawyers Association, tuliwapa wote wanaofanya legal ndio walikuwa kiongozi wetu. Kwa hiyo wakicheki hivi, serikali inataka kubadilisha. Na serikali kule ilikomiti kwamba itabadilisha, wao wanatuongoza. Na tulikuwa na structure nzuri za kuongozana, hamna kugombania, hamna nini, wanatuongoza. Tukiwa na swala la policy analysis nini TGNP kwa sababu ilikuwa inafanya sana kwenye gender budgeting na mambo ya outreach inatuongoza. Kwa hiyo tuligawana. Pamoja na mafanikio hayo, changamoto kubwa bado zinawakumba wanawake duniani kote. Ukatili wa kijinsia, ndoa za utotoni na ukosefu wa fursa za ajira kwa wanawake bado ni changamoto kubwa. Aidha, wanawake wengi bado wanakosa nafasi katika ngazi za uongozi na usawa wa kijinsia katika familia na jamii haujafikiwa kikamilifu. Ukiwa maskini, milango mingi imefungwa. Kwa mfano mwanamke maskini, unategemea aenda kagombee ubunge. Anapata shida mpaka sasa ashikwe mkono na wengine wenye pesa, na wakishamshika mkono ndio wanakuwa amplifier. Akizungumza huko nyuma yeye ni amplifier tu, wenyewe wanasema nilikupa hela yangu ya kugombea. Vikwazo vya kifedha, kijamii na kisiasa pia vimekuwa vikwazo vikubwa kwa watetezi wa haki za wanawake ambao mara nyingi wanakutana na upinzani kutoka kwa jamii, serikali na mifumo ya kisheria isiyojali masuala ya kijinsia. Tuna hiyo perception ya kwamba mimi nikisimama kumtetea yule basi mimi yaani wewe ni mwanaharakati kama mkichaa fulani hivi. Kumbe ule utetezi ndio ukombozi wenyewe. Tukiukosa na tukawaonea wale wanaotetea, wawe wanawake, wawe vijana, wawe wa human rights organization generally, tunakosea sana. Kutokana na changamoto hizi, ni muhimu kuendelea kuboresha mikakati ya kulinda haki za wanawake, na watetezi wa haki za binadamu wanawake wanahitaji msaada wa kifedha, kisiasa na kisheria
ili kufanikisha malengo ya usawa wa kijinsia. Vile vile vijana wa kike wanahitaji kuhamasishwa kuwa viongozi wa kesho katika masuala ya haki za wanawake. Kwanza mimi nafikiri tunatakiwa tuende na vizazi vya sasa. Tatizo haliondoki na wakati gani. Ila mbinu zinaweza kubadilika. Kwa mfano najua watoto wetu wa siku hizi wako very sharp, wako yani wanakimbizana, wana nguvu, lakini labda kuna wakati mwingine tunasaidiana nao na wao wenyewe wanatuonyesha mifano ya usikimbilie kitu kukiondoa kabla hujakifanyia uchambuzi. Uchambuzi yakinifu wa kijinsia, yani unaona kwa macho ya kijinsia. Naposema hivyo ni kwamba unapochambua unasema katika hili tatizo tunalotoa linalala kwa wanaume au kwa wanawake. Kwanza hiyo ni kitu kidogo tu, utagundua kwamba linalala kwa wanawake, kwa mfano kwa sababu ndio wao wanaokeketo. Wanaume wanakeketwa kwa njia nyingine ya kiafya zaidi, sijui manini nini. Lakini unajua sasa mnakaa, usitenge ili kundi na ili kundi. Pita na shirikishi, tuwachanganye pamoja waone madhara yake. Hali ya wanawake katika maeneo ya vijijini hasa Afrika inahitaji kupewa kipaumbele, na elimu ya kijinsia inapaswa kuingizwa katika shule za msingi na sekondari ili kuandaa vijana kuwa na mtazamo sahihi kuhusu haki za wanawake. Aidha, ni muhimu kuimarisha mikakati ya kukabiliana na vitendo vya ukatili wa kijinsia na kuhakikisha kuwa wanawake wanapata nafasi ya uongozi na utawala. Tugeuke wengi zaidi, hasa watoto wetu wanaokuja nyuma yetu. Tugeuke wengi zaidi kuwa watetezi wa haki za binadamu kwa ujumla na haki ya makundi yanayoonewa. Sasa kama wewe uko kwenye kundi la watoto, usitoke. Ongeza nguvu. Kama ulikuwa hujaingia, jaribu kujiuliza hii utetezi wa harakati ni kitu gani? Sio kibaya. Ni cha kusema kwa pamoja tufanyeni mifumo kandamizi ipungue, hata kama haitaondoka. Lakini mimi nategemea labda sitokuweko 60 years au 30 years again to celebrate, lakini nategemea watu wa feel proud, waseme tumepata hiki. Yani tusiwe katika debate dogo dogo, tuliunganishe eneo hili dogo kuwa kubwa, kwa sababu ni kubwa. You are not talking of a man as a human being na mwanamke not a human being, au mtoto sio human being. We are all human beings. Samia Suluhu Hassan apite. Tulikuwa naye Beijing. Tufanye kazi, asituache kwenye mataa, tuende kwa kasi. Serikali yake iende kwa kasi ambayo kila mtu atasema naam, tumepata mabadiliko ya Beijing. Afya, nimeshatoa mfano. Mwanamke asiye na afya atazaa mtoto mbovu kwa manufaa ya nani? Haya, afya ya mwanamke inahusiana sana na binadamu atakayemzaa. Elimu ya mwanamke inahusiana sana na elimu ya mtoto wake. Vitu vyote hivi. Huwezi mimi mama Mungela nimepata na PhD. Alafu mtoto wangu akawa ameishia shule ya msingi. Haiwezekani. Miaka 30 baada ya mkutano wa Beijing, mafanikio ni mengi. Lakini changamoto ni kubwa na zinahitaji juhudi endelevu kutoka kwa watetezi wa haki za binadamu hasa wanawake. Mama Gertrude Mongella na Bi Mary Rusimbi na wanawake wengine wengi wameonyesha ujasiri wa kujitolea katika kuhakikisha haki za wanawake zinatambuliwa na kulindwa. Hata hivyo, ni lazima tuendelee kupigania usawa wa kijinsia ili kuwawezesha wanawake kuwa na haki sawa katika kila nyanja ya maisha. Huu ni wakati wa kuendelea kuungana na kuhamasisha mabadiliko ya kudumu katika jamii ili kuwa na dunia yenye usawa wa haki kwa wanawake na wasichana.